Salamu nyingi na kusalimu kutoka Babati Manyara. Hii leo ni Aprili 21, siku nyingine, siku ya sikukuu ya Pasaka. Ni Jumatatu ya Pasaka. Nikutakie heri ya sikukuu hii, lakini niwaambie tu, enyi wana wa Manyara, Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, kwani mna nini? Hembu nipeni barua yangu nisome. Barua hii nisome muweze kuisikia. Kwani unadhani mimi mwenyewe napenda? Ni vile tu najitetea na nawaambia kwa sababu nina maiki mkononi. Ninayo furaha kubwa sana kukuambia kwamba tayari tuko hapa Babati Manyara kwa ajili ya kusimulia simulizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ikihusiana na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na wakutanisha wananchi Yanga Sports Club ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam, wakisafiri takriban kilomita 700 kufika Babati hapa Manyara, ambapo wanakwenda kualikwa dimbani na Fountain Gate. Wao wanasema timu moja timu pamoja, wakiwa wako hapa katika uwanja wao wa nyumbani wa Tanzanite kwa raha, na hapa ndipo yalipo machinjio ya mchezo huu wa leo. Mara baada ya kelele nyingi, mara baada ya tambo nje ya uwanja, hatimaye zinakwenda kuonekana mbinu ndani ya uwanja. Nani mbabe zaidi ya mwenzake? Moja kwa moja na kwenda kuifungua barua ambayo imekwisha kunipa, na hii yahusu mechi baina ya Yanga dhidi ya Fountain Gate. Husika na kichwa cha habari hapo juu, moja kwa moja barua inaeleza ya kwamba Yanga wao wanahitaji alama 3 kwa ajili ya kuendelea kujiweka pale kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakiwa nafasi ya kwanza kabisa, malengo yakiwa ni kutetea taji la ligi kuu soka Tanzania bara. Wakati hao Fountain Gate nafasi ya 11 wakiwa wanahitaji kujinasua kutoka kule chini kupanda juu zaidi. Niwaambie tu ya kwamba hii leo ndipo kutakopokwenda kuthibitishwa ule msemo wa mgeni njoo mwenyeji apone. Lakini je, tamba pande zako, pande zetu hautambi. Tutakwenda kufanya kazi hapa, tutakwenda kufahamu na kuyajua haya yote. Wamekwisha kuzungumza makocha wa timu zote mbili, kila mmoja akieleza maandalizi yake kinaga ubaga. Yeye mmoja akisema kwamba anatambua mchezo huu ni mgumu kwa kiasi gani, lakini anatarajia kwenda kupata ushindi. Mtenji Albano alifika mbali zaidi na kuzungumza maneno ambayo yaliibua hisia ya afisa habari wa timu ya Yanga, ya kusema ya kwamba kuna neno lilitumika, akasema ya kwamba kwa sababu anawashwa, basi taarifa zimefika kwa wakunaji. Je, mkunaji hii leo litamkuta Pele? Yatakwenda kufahamika, na yatakwenda kufahamika mara baada tu ya dakika 90 kutamatika. Wakati huo mwalimu wa Yanga yeye akisema kwamba mchezo huu ni mchezo muhimu kwa sababu hawahitaji kungoja Simba apoteze mechi ili wao waendelee kusalia juu. Wanachotazama na kukitazama hii leo ni kuhakikisha kwamba wao wanaendelea kupata matokeo kwenye mechi 4 ambazo zimesalia. Sijui kwa nini wanazungumza hivyo, lakini itakwenda kufahamika na itakwenda kujulikana. Huu ndio uwanja ambao utakwenda kutumika katika mchezo wa siku hii ya leo, ambapo wanaume 22 watakwenda kuumana vilivyo chini ya mbinu za makocha wa timu zote mbili, kama ambavyo tayari imekwisha kukaribisha hapo awali. Dar es Salaam, Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, hapa ni Babati Manyara, Buyani TV. Tumekwisha kukita kambi hapa kuhakikisha kwamba unapata taarifa kuanzia mwanzo mpaka pale mwisho, ambapo sisi tutakwenda kusema ya kwamba sasa hapa wananchi wameondoka Babati Manyara na Fountain Gate nao wanaendelea na shughuli zao nyingine tofauti tofauti. Wakati wa Pasaka limeliwa pilau, lakini je, leo ni mtoko mwingine wa siku hii Jumatatu ya Pasaka. Wananchi wamekwisha kujitokeza kwa wingi, tiketi wamekata. Wakati huo pia wao wenyeji wa mchezo huu, mashabiki wa Fountain Gate nao tayari wamekwisha kukata tiketi kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo huu. Nikwambie tu ya kwamba nisikilize mimi, leo mechi itachezwa na hakuna ambaye atakimbia. Narudia tena, nisikilize mimi, mechi ipo na hakuna ambaye anakimbia. Nataka tu nikwambie tamba pande zako, pande zangu hautambi. Hii ni miongoni mwa nyimbo ambazo ziwe kuimbwa kwa miaka hivi karibuni, lakini je, kamdomo kata waponza Fountain Gate ama nini ambacho kitakwenda kutokea katika siku ya leo? Nikualike sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hapa utapata mahojiano baina ya makocha ya timu zote mbili, wachezaji pamoja na mashabiki, kuanzia mwanzo mpaka tamati ya mchezo huu. Mimi naitwa Hussein Bori, mtoto wa Matipwili.